hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Mwenyezi Mungu kwa uhai tena kujulikana tena mahali kama hapa, usema alhamdulillah, tukiwa tuko katika 10 na maghfira. Mwenyezi Mungu atupe maghfira rabbil alamin, wala Mwenyezi Mungu arhamu. Tukiwa tuko katika matukio kama ustadhi wetu alizungumza, khatibu wetu, matukio yaliyotokea katika ulimwengu, ni muhimu sana kuombea dua, kwani ng'ombe ndogo wawili wakipigana zauni yao ni nyasi. Endelea na maudhui yetu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Tukieleza kilima cha hapa kilivyokuja na mnaofisadi ulivyotumika, kwamba almalau, wale watu, almalau ni watu wa Firaun, wakamwambia Firauni kwamba wewe wamwata Musa na watu wake. Yani kibao kimebadilika, na hapa ndo katika maudhui yangu ya leo, kwamba ukiweko katika haki katika ulimwengu huu kwa nchi za dola na zinginezo, kibao badilika ukaonekana wewe ni mbaya. Ukianza kuanzia wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipokuwa namna alipokidhi Maka na alipokwenda Madina tofauti. Alipokuwa Maka walislimu ni wachache sana, wakati wakienda Ethiopia, Habasha, lakini alipokwenda Madina walislimu ni wengi zaidi, kwa sababu pale alipokuwa kwao Maka kulikuwa ufisadi ni mwingi zaidi na upingaji ulikuwa ni mwingi zaidi. Kisha na da'wa yake ilikuwa akiifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiifanya kwa siri. Na hii ni kwamba ni kama mazungumzo yetu, kwa sababu vitu ambavyo kwamba vinaeneza da'wa kwa sasa ni media na zinginezo. Kwa hivyo kama sisi ni fumbo, kama lau tutabaki misikitini, yani msikitini tuwezungumza, hatuwezi kutoka nje, basi dini itabaki hivi hivi. Kila dharia yangu nini, angalia watu wa tablighi watatoa da'wa ndani ya msikiti, kisha watatoka mitaa baada ya mitaa. Kwa hivyo mara nyingine itakana pia katika baadhi ya walimu ama walimu waliopea kisawasawa, walisoma zikasomeka huku na huku, waingie katika hata njia za kisiasa ili kuelimisha umma. Yani dawa zafanywa upande wa mashule, dawa zafanywa nje upande wa siasa, lakini kila mahali zaingia zile dawa, kwa sababu hawa watu wengine wataka kufuatilia, kwa sababu lao tutakuja msikitini ni watu wachache sana tunaofanya ibada, na hakuna asiyojua uzito wa swala. Kila mtu anajua, lakini wengi sana hatujui wala hatujui kwenye msikiti. Kwa hivyo leo konde ndio kuona sasa ulimwengu sasa watumia sana hizi media, ma TV, ma TikTok, ma WhatsApp, na zingine Facebook nini, kwa sababu ile dini ipate kusambaa, watu wavutike. Kwa hivyo hawa mabupari ni kawaida yao, kwa sababu wafalume siku zote aghlabia ndio ambao kwamba huwa wanakibli, wana vitu vya ufisadi. Utaona ni kuna hadithi yasema ni ndefu, lakini najua kidogo, anasu ala dini muluku. Yani watu wako katika mifumo, sio kwamba ni dini, miundo au kitasusi kiamu ya katika ufalme wao. Yani watu mara nyingine wapelekwa na wafalme wao, wakubwa wao wakisema twendeni huku tutakwenda huku, wakubwa wao wakisema huku twende huku tutakwenda huku. Utaona katika vita vilivyotokea ni Falastini, wapi, utaona baadhi ya Waislamu wasapoti watu wauawe vile, wasema ni sawa. Yani kibao kibadilika, ile haki yaonekana ni batili na ule ubatilifu yaonekana ni haki. Wengine support wasema ni sawa, wauawe wale, kwani kiuawa ndo ni Waislamu na waswali pamoja na sisi. Kwa hivyo Nabii Allah Musa alayhi salam alipokwenda kwa Firauni, na yeye ni mkweli nabii wa Mwenyezi Mungu, kisha wale watu wake wakamgeukia, qala malahu atadharu Musa. Sasa kwa Musa ndio muuaji, wamwanda Musa uwe watu wewe,
wakwenda kumshtakia nani? Firauni. Sasa na Firauni ndio akawa sasa yeye ndio yuko katika haki. Ndio ulimwengu sasa tunapokwenda, kwamba watu wa magharibi ambao wametawala katika fikra nyingi za nchi nyingi waonekana wao wako katika haki, na zote dini ni zile ambao kwamba kuna vitu wamepenyeza vizuri sana. Hata sisi nadharia zetu tutakapokuziangalia zile vitu walizozipenyeza tuziona ni halali, si haramu tena. Taanza mfano wa nyuma tupate kuja sasa. Zamani sisi tukiinukia wakati wetu walikuwa watu wakivaa mabuibui ya Kiswahili. Mwenye kuvaa buibui la baya alikuwa tukimuona ni mwanamke ambaye hana heshima, hana adabu katika jamii. Wale wenye umri kama sisi. Watoto wa sasa hawajui mambo haya. Hivyo kwa mwanamke ambaye baya anaonekana kama amevaa kanzu, sema yeye nyeusi tu. Na ni mavazi tu, haina makosa. Ikaja watu wakanaji, nakumbuka misikitini wakatukana buibui ya baya, haifai, ni haramu, itatolewa istishhadi. Kisha leo tu wote kwa mama zetu wa babaya ni kwa halali. Kwa hivyo kile kitu cha haramu kila kikiendelea sana hugeuka kwetu sisi kikawa chafaa. Sasa wewe mwenyewe mtoto wako mnulia basi, sisemi ni haramu, tueleze ile namna miundo yetu inapokwenda na inapobadilika. Hawa jamaa wanapopenyeza, yani wana vita vizuri sana wa kutupigia sisi, tukageuka nafsi zetu mpaka zile halali zetu tukaziona haramu kwa halali. Wakawa sasa watu wamelani, lakini zile lana zote hazina maana. Ikawa baya ndio buibui kwa sababu zaungwa na wao huko walioko juu. Vitu vingine ambavyo kama vinatuathiri sisi bila kujua ni TV. Sisi huangalia vipindi, kile kipindi tukiangalia ni mtu amepokonya mke wa mtu ama mke wa mtu amepokonya mume wa mtu. Na baba na mama ukienda wakaangalia yale. Lakini nitakaojua yule producer ama yule director ama nani yule aliyotengeneza ile sinema ile film ni msomaji wa elimu ya psychology hali ya juu sana. Yeye kupoteza wewe na tasbihi yako na swala yako ndani ya nyumbani kwako na watoto wako. Kitu kikiona sana huwa mwisho ukioni ni haramu. Huona kuhusiana na kuhusiana kwao ni kuhusiana kisawasawa, si mtu amekushutavu tu. Nini hiyo yani, unafikiriana sundana midomo na baba ameketi pale pale na mama ameketi pale pale, pengine na watoto wako pale pale. Mwanzo taambia watoto finikeni mato. Siangalia hapo sipendi kuangalia dini yafaa wao haifai. Lakini watoto wale sotoita.com wataangalia, watafanya hivi, kisha zile ziko kwenye YouTube wataangalia, mbona baba yetu hapa tukataza na mama yetu, wataileta kumbe watu hufanya hivi. Sasa yale maasi yanapokwenda na vipindi tuviangalia na tuvipenda, pengine mtu ni supporter kipindi fulani yeye na mkewe, kisha yale maasi yanatembea pale ndani ya film ama ile sinema yamekuwa hayatuathiri tena. Hata ukatoka nje ukamwona mtu afanya vile au wameshikana au kuhusiana, una ni adia. Na zamani ilikuwa ni jambo la haramu, wewe kama ni mzao ukapigwa, kama ni mtaani ukatolewa. Kwa hivyo kitu kwa mwanadamu kikiendelea sana huwa si haramu tena. Na mara nyingine humgeukia akawa yeye mwenye, wewe utakapokukataza lile jambo kwa hakuna adui kama wewe mtaani. Mfano, umetoka kwenda kwani jamaa wamekaa tu mabarabara wenzako wafanya tadkhini, wavuta sigara ama uraibu wote watumie. Ukifika pale ukikaa nao ikawa yatembea ile kule mwisho yatembea huku na ukifika kwamba jamaa lakini ile haifai bana. Wajita shekhe sana wale Firauni atadharu Musa. Firauni kwa mwata Musa. Sasa hawa wataleta ufisadi, ati Musa atakuwa ni mfisadi mkubwa. Sasa na wale wakuona wewe shekhe kwamba wewe mfisadi sana, wewe ni shekhe sana, kwa nini utukataza sisi? Tupe freedom yetu. Ewe ile jambo litakwenda, yule mtu atasema vile, kisha mwisho hawezi tena kusema kitu.
itaonekana adia. Takuja mpaka mtu ataketi misikitini hapa, mpaka mwingine atakuingia ndani hasa kufanya sherehe starehe zake, tutanyamaa. Kila ukijua kile ile mambo kila kinyamazwa, ufisadi wazidi. Ndio kwa jamaa wametuweza sana. Ndio kwa jamaa magharibi wamendawali nchi zote. Nchi za Kiarabu walizishika kabla mpaka hawezi kuferutuka Waarabu. Kimimi nadharia yangu, Imamu Bukhari si Mwarabu asili, Imamu Muslim si Mwarabu asili. Hao Waarabu walikuwa wapi? Ibn Rushdi, Khalduni, labda imamu ambao kwamba katika madhhabu ni Imamu Ahmad, labda ndio Mwarabu, na Imamu Shafi kuna baina wa baina. Watu waliotunga hadithi walikuwa si Waarabu. Kwa hivyo dini tusitukulie ni ya Kiarabu, wala sio kwamba Waarabu ndio watakuja washinde. Hilo toeni Mwenyezi Mungu, yastabdil qauman, sio kwenye Qur'an. Yastabdil, atakuja kubadilisha qaum, watu wengine waje kusimamia. Ila kwa sisi tutakwenda hali hii halisi tulivu, kila tukenda ni makhawafi, ni waongo. Na unaona wetu pia sisi tumeanza kutishwa mpaka tumekuwa waoga sote, ama si waoga? Sasa zile ndio hukufanya, ndio wale mabopari wale wafalume, ndio kawaida yao, ili tupate kukanyagwa. Hatuna sauti, hatuwezi kuzungumza, na leo ukazungumza onekana ule uko nyuma bado hajaendelea. Angalia ule namsahau kwa Turki baada ya dola Ottoman, alipokuja yule mwingine alisapoti sana mambo ya kimagharibi, akatunga kitabu waswa kusapoti jamaa. Sasa sisi tuate bila mambo haya, tuate hizi qiyam, zaitwa qiyam Kiarabu, kitatusi qiyam amenendo, tuate menendo haya ya kizamani, yani tuingie kufuate elimu zao ni sawa, tufuate. Yani ukiangalia ile kitabu, yani tuate kila kitu, tuandame wao. Na hii ndio dasturi mabopari wanaotumia katika ulimwengu kama huu. Tutamwona Mola Subhanahu wa Ta'ala ile aya ambayo kwamba tunazungumza ya Hijjatul Wada. Hijjatul Wada aya sana tukihitaji sisi tutapenda al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, lakini anza aya au rudi nyuma, maana aya yenyewe ndefu. Mtume baada ya kutoa Hijjatul Wada, kama alijijua kuisha umri wake atakufa, ndio aliwapawasia yuko Arafa. Alikuwa katika mazungumzo, alikuwa khutba ndefu sana, ukisearch utaiona ni ndefu khutba sana. Ametaja mambo mengi Mtume sana, yani kwamba msije mtakuja wakati mwisho mkafiri mkapigana nyinyi kwa nyinyi. Ndio haya tunapigana sasa. Yani ukisoma history ambao kwamba wingi tunaopigana katika vita ni Waislamu kwa Waislamu, ni Waislamu kwa Waislamu, ndio hao zidi kupata, na wao ndio pesa game kupiganisha umma kwa umma. Lakini sisi namna tunavokaa katika ulimwengu huu hatupendani yaqinan, na sisi sana katika kulengwa, tumelengwa sana, ambao kwamba tutoana kwenye mipaka sana, tumelengwa kimadhhab sana. Yani mtu akaja akazungumza kadhaa kinadharia yetu, namna tulivyofundishwa, tulivyolelewa, basi yule amezungumza hivi, yule hafai kabisa. Shekhe, natamani atapate ajali, natamani apate kadhaa ndani ya roho yako, asema hivyo, utaki kusema tu. Sasa sisi kwa sisi hatujakuwa kitu, hatupendana, tushikani kamba moja. Kwa hivyo tunapofanya hivyo, wale maadui kutuingia huwa ni mara moja kutumaliza. Kwa hivyo aliposema al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dini, leo hawa jamaa washakata tamaa wote, kafaru hawa ndio kafiri. Min dinikum, hawana tena ndia, nishawatia mimi kila kitu hajjatu, nishawatia mambo meupe, nishawatia dini kisawasawa. Fala takshaw, msiogope wao, yani kusitibi zao. Kwa nini tajaza mwenye tangaza tafsiri za Qur'an zilizokuja, wakhshawni, niogopeni mimi. Mkiogopa mimi, mkiwa mtakuwa sawa, hakuna hapo. Ndo akasema al-yawma akmaltu lakum, kwa sababu kitu ambacho kwamba kikubwa sana
unafiki. Unafiki ni kitu ambacho kwamba ni mtu ambaye kwamba amefita imani yake akadhihirisha, amefita imani akadhihirisha, amefita imani akadhihirisha ukafiri, amefita ukafiri akadhihirisha imani. Ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya kadhaa ametaja wanafiki. Angalau wakati mtume wanafiki walikuwa wengi sana, mpaka mtume kabidi wataji, mpaka sura Tauba utaona imetaja wanafiki mbalimbali na ufisadi mkubwa huwa wafanywa na wao katika unafiki. Watu wako pamoja na sisi, tuko pamoja pengine hapa, lakini kuna ndani watu mtogota katika zifua zao. Kwa hivyo ndio kama al-yawma akmaltu dinakum. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka katika hapo, katika bongo la mwanadamu ina vitu vinaitwa mantiqu shuuri, mantiqu la shuuria. Kuna vitu mwanadamu katika bongo lake ana vitu viwili, hapo kwamba kitu yatambua na kitu hapo kwamba hatambui katika mantiki yake. Ndio wale kaambia zile media na nini huja wakati akawa yeye aona kile hakifai, mpaka kisha kusema hata hichi hakina wasiwasi tena kabisa, sababu ndio bongo lake ndani lishaharibika, lishakuwa kwamba atafuata nini. Hivyo haya ndio masala ambayo nimeyapendelea kuyataja. Kwa haya machache msema tatujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Hada, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.